Thank you very much, Brother James. Tunakushukuru sana. Thank you Asante sana for your help. kwa usaidizi wako. Thank you for today, Tunashukuru siku ya leo because we are here because of the word of God. kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya neno la Mungu. The Lord has given us opportunity today, Mungu ametupea nafasi siku ya leo, and this opportunity He has just given us to understand His word. na hii nafasi ambayo ametupea ili tusikie ama For kujua those who neno. don't know me, Kwa wale ambao hawanijui, I'm Lawrence Okongo. anaitwa Lawrence Okongo. I'm the preacher of the Obunga Church of Christ, Yeye ni mhubiri katika kanisa la Ubunga, and we have been working with James na tumefanya kazi pamoja na kina James and Richard na Richard for almost 20 years now, na karibu miaka 20, and that is very wonderful. na hiyo ni maajabu kweli. If God can keep us together in 20 years, Kama Mungu anaweza kutuweka pamoja kwa miaka 20, that is wonderful, hiyo ni maajabu, because people don't go for long. kwa ajili watu hawezi enda kwa Just for muda a mrefu. few moments you find that they have disagreed Wakati mfupi watu wanakuwa pamoja, lakini wanawachana and depart. na wanawachana. Today I'm here Leo niko hapa because of the word of God, kwa ajili ya neno la Mungu, and I think it is good that you have given me time so that I can preach today. na nashukuru kwa sababu mmenipa wakati ili niweze kuhubiri siku ya leo. And I beg you just to give me just a few hours so that I can finish my lesson of today. Nafikiri utanisaidia unipe wakati nzuri ili nimalize neno ambalo niko mbele yangu, And maybe it is good for you to know what we are going to preach today. na ni vizuri mjue lile ambalo tunaenda kulihubiri siku ya leo, Because if I'm preaching, I must tell you what I'm going to preach. kwa sababu nikihubiri nataka niwaambie kile ambayo naenda kuhubiri. Yesterday we were in the class here. Jana tulikuwa katika kanisa, Maybe some of us are not here. wengi wenu hawakuwa, But for those who are here, kwa wale ambao walikuwa hapa, for those who are in the class kwa wale ambao walikuwa kwa darasa yesterday, jana, I think we had some few teachings from Brother James. nafikiri tulipata mafundisho kadhaa kutoka ndugu yetu James, And I want to share with you whatever I got from the teachings. na ningependa kuendelea ama kutumia hiyo katika ile darasa ambayo tulikuwa nayo jana, And my teachings na funzo letu will be in the book of Daniel, na iko katika kitabu cha Danieli, Daniel chapter 2. katika kitabu ya Danieli, That is where I will dwell. na jana hiyo ndio That is where I will be rounding up. hiyo ndio tulizungumzia, na hiyo ndio And that will be my theme today. na hiyo ndio itakuwa kichwa cha neno siku ya leo. The theme is the church a God eternal purpose. Hiyo ni kumaanisha kanisa ikiwa katika hali ya uzima, And again, the purpose for eternity by God. hiyo ile mafikirio Mungu alikuwa nayo, mawazo yake katika ile wakati yote. Yeah, these are the things that I want to share with you today. Leo ndio tunataka tujifunze siku ya leo. It is a very good book. Ni kitabu kizuri sana, And yesterday when I was studying it at night, na nilipokuwa nakijifunza jana usiku, I was blessed very much. na nilibarikiwa sana. But before, Lakini kabla ya hiyo, let me give you some of the things that we may dwell on. hebu pengine tupitie juu mambo ambayo tutayapitia, Because I've talked of the church, kwa sababu naongea juu ya kanisa. I want to tell you some of the things about the church. Ningependa tuongee juu ya mambo fulani katika kanisa. So one, Kwanza, the church was first prophesied by God. kwanza kanisa ilitabiriwa na Mungu, And again, he was promised by Christ. na Mungu akatoa hiyo ahadi, And he was preached by the apostles. na wanafunzi wakahubiri, And he was purchased
by the blood of Jesus Christ. na ilinunuliwa na damu ya Yesu Kristo, And she will one day be given back to God. na baadaye siku moja hiyo kanisa litarudishiwa kwa Mungu Who gave it? ambaye alipeana. Apart from Daniel, Licha ya Daniel, there are some scriptures that you can read also. huko kuna maandiko fulani ambayo unaweza soma pia. You can read Isaiah 2, Unaweza soma katika kitabu ya Isaya 2, Joel 2, kitabu ya Joeli 2, first verses. inapoanza ni sehemu ya kwanza. So when I'm going on, Na ninapoendelea, let me read. hebu nisome. If somebody can read for me Daniel 2, Kama mtu anaweza soma kitabu cha Danieli 2, chapter 1, Daniel chapter 2, Daniel mlango wa 2, verse 1 to 2. 1 na 2, mstari wa kwanza na 2. When we read that, Tunaposoma hiyo, we shall also reflect the time of today. hiyo tutaanza kufikiria siku ama nyakati za leo. What we are going to hear or what we are going to understand there. Kitu ambacho tutaenda kuelewa pale, What does it mean today to us? inamaanisha nini nyakati hizi za leo. So somebody can read it for me. Hebu ningeomba mtu asome Daniel 2, verse 1 to 2. And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep broke from him. Then the king commanded to call the magicians, and the astrologers, and the sorcerers, and the Chaldeans, for to see the king his dreams. So they came and stood before the king. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You see, when the king dreamt dreams, Unaona, wakati mfalme alipo ota ndoto, he went to consult the magicians akaenda akakutana ama kuwauliza wale and ambao astrologers, na wale wote ambao wanaweza kujua yale mambo, the sorcerers, and the Chaldeans. na wote ambao wameandikwa katika hiyo kitabu, And he wanted interpretation. na alitaka atabiriwe. So, you see, the king was in the trouble. Unaona, mfalme alikuwa kwa hali hatari. He dreamt a dream that he didn't know the meaning. Aliota ndoto ambayo hakujua maana yake, And he was searching for somebody who could interpret for him that dream. na alikuwa anatafuta yule mtu ambaye anaweza kuleta maana ya hiyo ndoto. In the day that we are today, Siku ambayo tuko kwa hii nyakati, and this is very practical in our area here, na hata iko katika hii sehemu, it is very, very practical with people. inafanyika katika maisha ya watu. If somebody is in trouble, Kama mtu ako na shida fulani, instead of going to ask God, badala ya kumuuliza ama kuenda kumuuliza Mungu, they go to magicians, wanaenda kwa wale ambao they go to astrologers, wanaenda kwa hao watu they ambao, go to sorcerers, wanaenda kwa watu they ambao, go to Chaldeans. wanaenda kwa hata kwa wachawi. And this is why people cannot stand firm in the foundation of the teachings of Na Christ. hiyo ndio maana watu hawezi simama imara katika msingi wa Yesu. And that is why even the king himself, Hata hivyo mfalme mwenyewe he did not understand the word of God. hakuwa anajua neno la And Mungu. that is why he went to consult with the magicians. Na hiyo ndio akaenda kuongea na hata wachawi, In our community, hata katika watu wetu hapa. people like to consult sorcerers.
Watu wanapenda kwenda kwa wachawi. People like to consult magicians. Wanapenda kuwauliza wale watu ambao wanaweza tabiri. And you see, the king consulted the magicians, the Chaldeans and the sorcerers. Na hapo mfalme alienda akawauliza maana wale watu wote. And he told them, na akawaambia, if you don't interpret for me, na usipoleta maana, if you don't interpret for me the dream that I dreamt, msiponipea maana ya hii ndoto ambayo niliona, I will tear you into pieces. Nitawamaliza na wakatakata mkwe. I will tear you into pieces. Nitawararua mkwe sehemu. Amen? Amen. You see the condition that the king gave the sorcerers. Munaona ile hali ambayo ama ile mambo ya mbale. If you don't interpret for me, usipoleta maana, if you don't interpret for me this dream that I dreamt, usipoleta maana ya ile ndoto niliota, I will tear you into pieces. Nitawakatakata muwe sehemu. I will tear you into pieces. Nitawararua muwe sehemu. So you see, even the sorcerers, munaona hata wale watu wa wachawi, and even the magicians, na wale watu ambao wanatumia mambo ya urogi, they were also in a problem. Walikuwa nao na shida sana. And they were consulting each other. Na walikuwa najiuliza, what should we do? Tutafanya namna gani? What are we going to do? Tutaenda kufanya nini? And the king has said, na mfalme if we don't interpret his dream, na tusipoleta maana ya hii ndoto, he is going to destroy us. Wataenda kutumaliza. So they remained without help. Wakakaa na hiyo shida. Let's read verse 5. Hebu turuke mpaka mstari wa 5. Just the same Daniel. Kwa hiyo kitabu hiyo ya Danieli 2:5. Yes. The king answered and said to the Chaldeans, the thing is gone from me. If you will not make known unto me the dream with the interpretation thereof, you shall be cut into pieces, and your houses shall be made a dunghill. Who can read it in Luo so that other people can hear it? Chako uge bedo kendo abiro loko uteu kudni to ka unyalo nyisa lekno. Verse 5. Verse 5. Yes. Yeah, in Luo you have heard it. Katika lugha ya Luo mmesikia. If you cannot kama hautaweza interpret for me, unipea maana kutafsiri this my dream, hii ndoto ambayo I will tear you into pieces. Nitawamaliza ni wakatakati mwe sehemu. Praise the Lord. Yes. So the magicians were worried. Na watu wachawi wakashtuka sana. There's nothing they could do. Hawakuwa na kitu ya kufanya. Because they had no power. Kwa sababu hawakuwa na nguvu. They had no power. Hawakuwa na uwezo to interpret. Uweza kutafsiri. They had no power to interpret the dream that the king dreamt. Hawakuwa na nguvu ya kutafsiri ile ndoto mfalme alikuwa ameota. So you see, sometimes you are going to consult somebody who doesn't have any power. Unaweza enda siku nyingine kwa mtu ambaye hana uwezo wa kutafsiri. You leave the power of God, na wacha nguvu ya Mungu. You go to consult somebody who doesn't have any power. Unaenda kwa ule mtu ambaye hana. This is a very good lesson for those who like magicians. Hii ni funzo nzuri kwa wale ambao wanapenda kushughulika na wachawi. Praise the Lord. Wanya yo dongat wanya loko dongat. Kiswahili neno kateko. Bentinga wanya loko dongat.
Amen? Okay, let's continue. I wanted a prayer time.